tumtegemee neno lake, hivyo tumweke yote wakati wa saa tamu. Saeri ya maombi tutazidi kuingia bomani mwetu na ngome atatuishapo mwendo. Yesu atatusikia, tutamtafuta daima, na tutakapokutana tutamwona saa tamu. Happy Sabbath. But finders. Tulisemanga ile kitu kwamba wale wa mlimani wafanye nini? But finders. Okay, are you ready? Yes, sir. But finders, are you ready? Yes, sir. Asante, tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya muda huu wa kipekee. Asante kwa sababu ya kipindi ambacho ni kipindi cha maombi kitakaoongozwa na Pastor Paul Grimbe. Tuomba kwamba kwa muda mchache ambao atanena pamoja na wana wako, mbingu pamoja na malaika wako waweze kujumuika pamoja nasi. Nena nasi upendavyo katika jina kuu la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Asante. Kwa sasa pamoja na mimi ni akina nani wanasema kwamba mchungaji asimame ili atuongoze kwa kipindi cha maombi. Asante. Kanisa la Bwana na kanisa la kesho. Bwana asifiwe. Amen. Pathfinders, nimesimama hapa katika asubuhi ya leo kwanza kutoa shukrani zangu za dhati kwa vijana wangu wa Nyabikaya Station, nikielewa kwamba mmekuwa hapa kwa juma moja, na ninapenda niweze kupongeza kazi nzuri ambayo mmeweza kuifanya. Napenda kushukuru wenyeji wetu ambao ni wa sehemu hii ya Barasengo kwa sababu ya kazi nzuri ambayo nimeweza kuiona, na kwa sababu ya moyo mkuu wa kuweza kukaribisha watu ama vijana wetu watafuta njia katika jimbo letu la Kusini Mashariki mwa Nyanza. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya hawa vijana. Viongozi wale ambao mliweza kuorganize camp out hii, ninawaombea baraka. Baraka kutoka mbinguni, baraka za Mwenyezi Mungu. Na kazi ya Bwana haitamalizika mpaka wakati ambapo vijana wadogo wa kike na wa kiume pamoja na wanawake na wanaume ndani ya kanisa mpaka waweke nguvu zao pamoja ili kwamba kazi ya Bwana ikamilike, tuweze kurudi nyumbani. Na hasa tunapotazamia kuweza kuingia katika mada yetu kuu ya miaka 5 ijayo ambayo inasema nani anakumbuka? Maana mchungaji Aunda alisimama hapa na akazungumza. Hata kama nilikuwa mbali, nilikuwa ninaona vizuri akitoa mada kuu ambayo tunaenda nayo kwa miaka mingine 5. Basi nitawakumbusha mara nyingine, maana pengine hamkuandika. Lakini hii ndio mada ambayo tutaenda nayo kwa miaka mingine 5, ambayo inasema grounded in the Bible, focused on a mission. Grounded in the Bible,
focused on the mission. Tunahitaji tuweze kusimikwa katika maandiko ya Biblia na mawazo yetu yaweze kuelekezwa katika umishonari ama katika utume. Grounded in the Bible, focused on the mission. And this is the mission that we want every corner of this entity to carry forward. Kufungua mahali papya, kuhakikisha kwamba kila kona ambapo hakuna kanisa, basi kanisa limeweza kupandwa pale, na kanisa hilo lipandwe katika misingi ambayo ni ya Biblia, misingi ambayo ni ya neno la Bwana. Napenda nisome somo hili ambalo limeandikwa na mtu mmoja ambaye ni kiongozi wa kanisa kwa jina George Liddell. Anasema hivi: give me one man, one mighty prophet of the Lord, and I will give you peace on earth, but with a prayer and not a sword. Give me one man, give me one mighty prophet of the Lord, and I will bring peace on earth, but with a prayer and not a sword. Napenda niwaambie vijana kwamba kazi yetu kubwa ni kutafuta nabii moja, nabii wa Mungu, na nabii ambaye ni wa kweli, na nabii ambaye ni mwaminifu. Kisha tutaweza kubadilisha ulimwengu, sio kwa vita ama sio kwa panga, lakini tutabadilisha dunia hii kwa maombi. Ni katika maombi ambapo ulimwengu huu utabadilika, uliochanganywa na mambo mengi na uliochanganyikiwa na vitu vingi. Ni katika maombi na imani kamili ndani ya Yesu Kristo, msingi ambao unapatikana katika Biblia, tutabadilisha ulimwengu. Napenda niwatakie kila lenye heri wakati ambapo leo tunamaliza rasmi campout hii, tuweze kuwa na baraka ambazo zinatoka kwa Mwenyezi Mungu, na watoto wangu mtakapoenda muweze kuwa mifano bora katika makanisa yenu, katika jimbo letu la Kusini Mashariki mwa Nyanza, na katika mahali popote ambapo utakuwa, uweze kuwa mwakilishi mwema. Basi ninapenda niwaite watu wa Mungu, watoto wangu, wazazi ambao mko hapa, ni saa ya kuomba. Inawezekana katika moyo wako una jambo ambalo ni ngumu, na jambo ambalo labda limekukera na kukuumiza. Ni saa ya maombi, sawa sawa na vile ambavyo tumeimba kwamba saa heri ya maombi. Ni vizuri ikiwa una jambo lile ambalo liko ndani ya moyo wako na limekuwa ni zito ndani ya moyo wako, unaona kwamba kwa nguvu zako hautaliweza, basi ni muda wako usimame kwa imani, uje hapa mbele ili tuweze kuomba pamoja. Maana ninaelewa kwamba Mungu anasikia, na yeyote ambaye ana uzito, yeyote ambaye ana tatizo ndani ya moyo wake, kuna Mungu wa mbinguni anayesikia maombi na ambaye anajibu maombi. Tafadhali tembea muje, naomba usimame ili uweze kuja ili tuombe pamoja. Naomba muje karibu, kwa sababu ni saa ya maombi. Itakuwa vizuri zaidi ikiwa utatembea uje karibu, tuweze kujikabidhi mkononi mwa Bwana, na pia kutoa shukrani zetu za dhati, kwa sababu Mungu ametutendea mambo yaliyo makubwa. Tunapoona idadi kubwa ya vijana wadogo ambao wamefunga kazi zao juma zima wakawa mahali hapa kwa sababu ya ibada, kwa sababu ya kupeleka umishonari, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Asante kwa wale wote ambao mnakuja. Usiogope, kwa sababu tunaenda mbele ya muumbaji wetu, tunaenda mbele ya Mungu ambaye anaelewa hitaji letu, anaelewa shida zetu, anaelewa matatizo yetu, na anajua jinsi ambavyo anaweza akayabeba. Asante kwa wale ambao mnakuja. Bwana wetu awape neema, Bwana wetu awape baraka. Mungu wa mbinguni aweze kuwasaidia, na kanisa hili ambalo limeanzishwa hapa liweze kuwa ni kanisa litakalo kuwa na nguvu, kanisa ambalo pia litawaita wengine kwa sababu ya kuwapeleka na kuandaa kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Asante pia kwa wale ambao
ni wenyeji wa mahali hapa. Nimependezwa sana kwa sababu ya kuona kwamba eneo hili Mungu alikuwa amelijua tangu zamani, na akaelewa kwamba vijana wetu watafuta njia, the pathfinders ambao ni mashujaa wetu, wamefanya kazi iliyo nzuri. Nimesikiliza kwa makini taarifa ya vijana wetu wale ambao walikuwa wanasoma taarifa. Ninaomba kwamba vipawa hivyo mviendeleze, na siku ambazo zinakuja nina hakika kwamba jimbo hili litakuwa na watangazaji wazuri zaidi ambao Mungu atawatumia katika kazi yake. Tuombe. Baba yetu na Mungu wa milele, jina lako litukuzwe. Asante Bwana kwa sababu ya siku ya leo, wakati ambapo kampauti hii inatamatika rasmi. Tunakushukuru kwa sababu ya ujumbe ambao umetolewa na watumishi wako kwa juma nzima. Tunakushukuru kwa sababu ya wenyeji wa mahali hapa ambao wamekubali Bwana kukaribisha vijana wadogo waliotoka kwa sababu ya kazi ya missionari. Ninaomba baraka kwa ajili ya kila mmoja. Ninaomba baraka kwa sababu ya watumishi wako ambao wamefunga kazi zao wakawa hapa. Baba yangu, watoto wako wamesimama, wengine ni wagonjwa. Ninawaombea kwamba uweze kuwaponya na hali zao, urudishe afya zao kuwa nzuri. Wale ambao hawajihisi vizuri katika miili yao, Baba yangu, naomba uponyaji utoke mkononi mwako. Naomba pia kwa sababu ya wale ambao wamesimama hapa wakiwa wana mahitaji ya kipekee sana, maombi wanayoyaomba na kuwakilisha katika kiti chako cha enzi. Mungu wa mbinguni, naomba kwamba usikie kila kilio, usikie kila ombi, uwajibu watoto wako hawa, waendelee kufurahia. Na kanisa hili ambalo limeanzishwa hapa, ninaomba kwamba liweze kuwa ni kanisa litakaloleta baraka kwa watu wako. Mabadiliko makubwa yaweze kuonekana. Watu wako wapatikane mbegu nzuri zitakazoingia katika ufalme wa mbinguni. Naomba pia kwa sababu ya viongozi waliosimamia kampauti hii, Mungu wa mbinguni wasaidie. Wanapopanga mipango mingine ya injili katika jimbo hili la Kusini Mashariki mwa Nyanza, wakutane na baraka zinazotoka kwako. Hebu mapenzi yako yatendeke tangu sasa na hata milele. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Mungu wetu awabariki sana. Turudini mkae ili tuweze kuendelea. Njabu anze kwa wimbo mbio sana.